Bwana, maneno yalikuwa mengi lakini finali ni Zanzibar New Amaan Complex. Na umeionaje lakini finali hii, maandalizi kwa ujumla wake mara baada ya kufika hapa New Amaan Complex, kwa sababu nadhani pia umefika mapema kidogo? Jana nienda kutembelea Amani, nimeona maandalizi yanaenda vizuri na naona kila kitu kiko safi, na nimeona serikali ya Zanzibar imechukua hili jukumu kama sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo naona kabisa maandalizi yanakwenda vizuri, na naamini kila kitu kitakuwa tayari kwa wakati kwa ajili ya mchezo huu mkubwa wa finali ambao unakuja kuchezwa Zanzibar, na nafikiri ndio finali kubwa zaidi kuchezwa kwenye uwanja wa Amani na kuchezwa hapa Zanzibar. Ni finali kubwa Amani lakini Zanzibar. Technically sasa tuende kwenye masuala ya kiufundi. Tutarajie mchezo wa aina gani mara baada ya kuona taswira ya mchezo wa kwanza kule uwanja wa Manispaa ya Berkane, Morocco? Kwanza tuamini utakuwa ni mchezo mgumu. Mchezo ambao unakutanisha timu mbili zenye kaliba tofauti sana. Kwa maana ya timu moja ikiwa ni timu yenye wachezaji wengi waliokusanywa wenye uwezo, wachezaji ambao wamepatikana niseme kwa ile maso kubwa ya kifedha, wamejumlishwa pamoja na wana kila aina ya muonekano tofauti, kwa sababu ni mabingwa wa Morocco wakiwa na mechi nyingi mkononi. Lakini pia ni timu ambayo wameingia finali hizi mfululizo mara nyingi katika kipindi hiki kifupi cha miaka 5, 6, 7. Lakini wana kocha ambaye pia amekwenda finali na ameshinda pia akiwa na timu tofauti lakini na timu yao pia. Kwa hiyo ni timu ambayo utasema kabisa kwamba unapozungumza kwenye soka la Afrika unayazungumzia kaskazini kama the best part ya soka la Afrika, na sasa hivi inaonekana ushindani mkubwa huko Morocco pia. Na moja ya timu za Morocco, ukiangalia timu kubwa za Morocco ki record na historia huwa ni Wydad Casablanca pamoja na Raja Casablanca. Lakini kidogo utakuja labda Rabat wale na kadhalika. Lakini hawa ambao wanatoka nje ya ile miji mikubwa wanaonekana kuchukua ule utawala, na sasa wanataka utawala wa Afrika. Kwa hiyo si timu nyepesi, na tumeona jinsi walivyocheza na Simba wakiwa kwao. Wamekuja sasa nyumbani kwetu, wanakutana na timu ambayo kwanza ilikuwa haijatarajiwa kufika finali. Ni timu ambayo ina wachezaji wachache sana wazoefu katika michuano hii. Ni wachezaji wachache sana ambao nafikiri hata walikuwa na ndoto ya kufika kucheza finali ya Afrika kwenye age yao. Lakini leo wamefika na wanacheza, na bahati mbaya kwa wanakutana na timu bora. Sasa mtihani wao ni kwamba kama wataonyesha ubora wa kuweza kupambana na Berkane na kuishinda, maana yake naamini kabisa watakuwa wameingia kwenye dunia nyingine ya soko kwao, ya soko kwa Simba, kutangaza ukubwa wa Simba, na sasa kesho ndio itakuwa nafasi yao. Raha zaidi ni kwamba football ni mchezo ambao hauwezi ukachezwa chumbani. Ukiwa unacheza chumbani usio football, wewe tafutie jina jingine. Lakini football inachezwa hadharani na watu wanaona. So ni kazi kwao kuprove hadharani, na football ilivyo, kama utashindwa kufanya vizuri kwenye misingi yake, hata ukiwa kwenu unaweza ukaadhibiwa pia. Simba wanakutana na timu ambayo kwenye record za CAF Confederation Cup msimu huu, chana hiyo msimu mingine, msimu huu ndio timu bora zaidi kwenye kulinda, ndio timu bora zaidi kwenye kufunga. Kwa hiyo sasa wana kazi ya kuvuka hicho kigingi au huo mtihani mkubwa na kulibeba kombe wakiwa nyuma kwa mabao mawili. Tuwe fair kwamba kuishinda Berkane na kubeba kombe kunahitaji maandalizi bora, utayari na usahihi, kwa maana kwa target ambayo iko sahihi. Sasa kama watakuwa nje ya hiyo, maana yake nafasi itakuwa haina. Kwa sababu Berkane kwa ubora wao wa ulinzi wanaweza wakazuia wasifungwe bao mbili. Lakini kwa ubora wao wa kucheza kama timu wanaweza wakafanya vizuri, wakashinda, wakaongeza bao moja au mawili, ambapo inakuwa ni mlima mkubwa kwa Simba. Kwa hiyo ni mechi ambayo watu wanapaswa kukaa wakaiangalia kimpira zaidi na sio kishabiki. Sawa sawa. Simba wanauelekea mchezo huu akiwa nyuma kwa mabao 2-0. Na mchezo wa kwanza kule Morocco hawakupata hata shot on target. Lakini wanazungumza remontada, kwa maana ya kupindua matokeo. Unaona Simba wakiwa na nafasi ya kufanya hicho ambacho wanakiamini watakwenda kukifanya New Amaan Complex? Ipo. Nafasi ipo, lakini inategemea approach yao itakuwaje. Ipo kwa sababu this is a football game. Inatoa nafasi kwa kila mtu kulingana na alivyojipanga siku hiyo.
ipo kwa sababu Simba wameprove sehemu nyingi sana na wamebakiza kuwa kwenye Confederation Cup kwamba wao ndio King of Africa kama watafanikiwa kuitoa au kuishinda timu ya Morocco. Kwa sababu kwa msimu huu kama unakumbuka kwenye zoni ya kaskazini ambayo ni bora zaidi, Simba walianza na Libya. Walifanya vizuri, wanakwenda makundi baada ya kuitoa Ahli Tripoli ambao kule kama unakumbuka ilikuwa sare, hapo wanakuja wanashinda kwa 3-1. Na walivyoingia makundi wakakutana timu mbili tena za kaskazini ambao walikuwa na Constantine pamoja na Sfaxien ambao ni mabingwa mara nyingi zaidi wa Afrika. Ukiangalia kama utalinganisha mechi mbili zile za makundi, tungefanya kama zingekuwa ni za mtoano, kama tusipeleke kwenye mtoano. Ugenini Simba walifungwa 2-1 na Constantine, lakini hapa wakashinda 2-2. Wakiwa na Sfaxien hapa walishinda 2-1, kule wakashinda 1-1. Kwa maana yake wao ni wababe wa timu hizo za kaskazini. Kwenye hatua ya mtoano wakakutana na timu ya Egypt, wakafungwa kule 2-2, hapa wakaja wakapindua ikawa 2-2, wakaenda kwenye penalty wakavuka. Kwa hiyo ukichukua ile zoni ya kaskazini wameshinda dhidi ya timu ya Morocco, Algeria, Tunisia na Misri. Kwa timu pekee wamebakiza au kwa sehemu wamebakiza ni Morocco ambao one of the best kwenye hiyo zone. Sasa wataishinda timu ya Morocco. Kama watachukua ubingwa dhidi ya timu ya Morocco, maana yake kwenye msimu huu Simba ndio watakuwa wababe wa kaskazini. Kwa maana yake ndio timu pekee, na hata ukiangalia tayari wameshatuheshimisha kwamba ukiangalia kwenye CAF Champions League na CAF Confederation Cup timu zilizoingia ni za zone 4. Ni za zone 3. Ni zoni ya kaskazini, zoni ya kusini na zoni ya mashariki ambayo Simba peke yake wametubeba kwa sababu Mamelodi na Pyramids ni zoni ya kusini na kaskazini. Hawa Berkane ni zoni ya kaskazini pia. Afu Simba ndio wameingia kutuwakilisha sisi kwenye Eastern. Kwa hiyo tayari wameshatupa hiyo heshima ambayo tunapaswa pia kuwaheshimu, lakini wana kazi kubwa ya kupita dhidi ya timu nyingine bora kutoka zoni ya kaskazini. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ina mambo mengi sana, na wachezaji wa Simba licha ya kwamba nilikwambia ni wachezaji wengi wadogo, si wakomavu kwenye hii michuano ya kimataifa, lakini wametuprove kwingi kwamba wangeweza kufanya. Mimi ninaamini bado wana nafasi ya kufanya, lakini wanahitaji utulivu, wanahitaji ukomavu, wanahitaji kuamini kwamba hata hivyo wanapokwenda kucheza unaweza ukashangaa Berkane wakaanza kutangulia tena. So wanauvuka vipi huu mlima? Wanafanya nini? Concentration yao iwe kubwa kwa maana ya kulinda, concentration yao kubwa kwenye finishing, kwa sababu ukiangalia Simba kutengeneza nafasi especially wanapokuwa wanacheza nyumbani sio issue. Unakumbuka wakati Simba imefuzu kwenda finali, watu walikuwa wanalalamika tunapelekwa Amani, hatuna bahati napo, lakini mimi nilikuwa nikisema Simba wamevuka kwenda finali kupitia Amani Stadium. Kwa ilikuwa hakuna haja pia ya kulia sana baada ya kuona imeshindikana. Sasa kama inataka chezo hapa, Amani ni nyumbani kwa Simba na ninaamini bado wana nafasi ya kufanya vizuri wakiwa hapa. Sawa. Tukiangalia magoli mawili ambayo Simba wameconcede ugenini, kwangu mimi kwa jicho langu naona yalikuwa ni magoli, unaweza kusema technical labda walizidiwa uwezo, lakini pia kuna namna ambavyo walikuwa kama wako switched off. Goli la kwanza la kichwa Chamu ambaye alipaswa kuruka na Ngoma, wote hawakuwa kwenye position ya kuweza kuruka kiasi kwamba goli linafungwa na Kamara. Goli la pili ni pasi kutoka kwa mlinda mlango Kamara kwenda kwa Kagoma, pasi ambayo inaonekana kama ilikuwa chonganishi. Kagoma anapoteza possession, Waarabu wanafunga goli la pili. Kuelekea katika mchezo huu, na unaweza ukazungumza zone wise, nini ambacho kikosi cha Simba kinapaswa kufanya kuanzia kwa mlinda mlango wao mpaka kwenye nafasi yao ya ushambuliaji? Concentration. Yani kikubwa ni concentration. Na hata Simba pia ni timu ambayo haijafungwa mabao mengi sana ukiangalia. Lakini ukiangalia 95% ya mabao yaliyofungwa ilikuwa ni individual mistakes. Same imetokea. Umetaja kuhusiana na kipa pia, wakati timu yake tayari ilikuwa haiko vizuri kwenye shape. Kwa sababu hawa ni wazuri, ni wataalamu, wanaweza wakajua wamefanya press so fast wakijua kabisa hawa bado hawajawa kwenye ile position ya kufanya. Lakini ukiangalia pia
uwezo wa wachezaji kwamba Berkane pia wana wachezaji wazuri na wana uwezo wanapokuwa kwenye box, kwa sababu utulivu wa mfungaji wa bao la pili, ukiangalia idadi ya Simba na wao hawa walikuwa wachache sana na Simba walikuwa wengi, lakini bado mtu akaweza kufunga, akiangalia positioning ya kipa, akiangalia upitishe wapi mpira katikati ya watu. Kwa hiyo pia tini ya kuona kwamba hawa wana wachezaji bora zaidi. Lakini goal la kwanza ni concentration. Hawezi kutoka mtu akakimbia akaenda kupiga kichwa ukiwa unajua sasa huyu mtu mrefu kwa nini anakimbia, kwa nini atoka. Ilikuwa lazima aende na mtu kumdisturb, kufanya waruke wote, apoteze nguvu ya kupiga ule mpira kama alivyokuwa akiutaka, kwa maana ya target, lakini nguvu sio na nguvu kwenda kwenye goli la Simba. Ndio vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Berkane sio kwamba eti wakiwa hapa hawawezi kushinda. Niliona mimi mechi moja hata Simba ameenda kucheza na Bravo. Tukiwa pale Angola na wenyewe walikuwa wako pale wamekwenda kucheza na timu ya Angola, sikumbuki ni Esperanga au nani, lakini ukiona cheza yao ni kama vile wazembe fulani hivi, lakini ni timu ambayo wanacheza kwa utaratibu, kwa kuhakikisha vitu vyao kwa vinakwenda kwa uhakika, with a very high concentration of what they want au what they planned. Kwa hiyo ni kazi ya Simba sasa kupambana na hicho, na hicho ni maana yake na nyinyi lazima muwe mna ile motive ikiwa juu kwamba mnataka kufanya kitu fulani chenye kifanikiwe hivyo. Sasa wako tayari kwa hilo. Kama wapo tayari kwa hiyo, ushindani utakuwepo, mashabiki watawaunga mkono. Lakini kama hicho hakipo, mashabiki wanaweza wakawaunga mkono lakini siwe successful. Na mwisho mimi huwa nasema hivi, haya mambo yote mnafanya, Simba wanajiandaa na nini, watu wanakwenda kuwashangilia, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajua mwisho wake unakuwa ni nini. Kilichopangwa kinakwenda kutokea, lakini kama hivi kila mtu afanye kazi yake, Simba waifanye kazi yao vizuri na watu wasiwekeze kuna kwenda ulaumu na nini. Nimesikia kule hadi walifanywa vurugu hadi waamuzi na nini, si ndio? Lakini Simba wao wajiwekeze kwenye kucheza mpira na mambo mengine wayaache. Sawa. Kwa kumalizia hapa kwenye kikosi cha Simba. Kikosi cha Simba kimekuwa hakina mabadiliko makubwa sana kwenye michezo yao mingi. Zaidi sana eneo labda la mbele kuendana na approach ya mechi. Mara nyingi kocha akiwa anataka kuhold zaidi timu atamwanzisha Ateba, akitaka kushambulia zaidi Mkwala. Selection ya mchezaji bora zaidi wakati wanahitaji matokeo siku ya kesho, kwa mawazo yako ambayo hamna mtu anaweza akayapinga, unadhani ni Mkwala, Ateba? Kwa mechi ya kesho mimi nafikiri wangeanza na Ateba. Kwa sababu ukiangalia namna wanavyocheza Berkane ni timu ambayo pia inategemea sana hub, kwa maana ya huku nyuma. Ile defense yake kwa maana 4 na 5 pia hata na 6 wao ndio watu wanapiga pasi nyingi sana za kuanza kuitengeneza acceleration ya timu yao, transition yao unaona inaanzia hapo. Kwa hiyo kwa Simba ni lazima wasiwape nafasi ya utulivu wale watu wa nyuma. Mtu pekee anaweza kawafanya kwamba wasio na utulivu kwanza ni Ateba. Kwa sababu hicho cha kwanza Simba wanabidi wakitengeneze. Sasa sijajua kocha yeye anataka kufanya nini, lakini bado najua Mkwala atakuwa na nafasi ya kuingia, na wakati mwingine kama Simba wakiona kama wanahitaji magoli zaidi wanaweza sasa zingine wakafanya hata hiyo double striker, wakaingia watu wote wale kwa ajili ya kuwa pressure zaidi wale, lakini lazima wakubali kwamba mtu atakayewasumbua wale watu wasio na utulivu ndo anahitajika kwenye kuanza hiyo mechi. Swali la kizushi, maneno yamekuwa mengi huko, mikono ya watu kuelekea kwenye mchezo huu, masuala ya ulozi yametajwa sana, vitisho vingi kwenye presi za Simba tumevisikia na vitu kama hivyo. Teki yako kwenye hili? Mimi bana siamini ushirikina. Mimi siamini, na ndio maana hata mara nyingi nimesema tanisamee watu wote ambao wanakuwa kwenye kitengo cha ushirikina kwenye hizi klabu zetu kubwa, huwa ni masamjo tu. Ni watu ambao wanataka tu, wana miradi yao, wanataka wapate kitu kidogo. Lakini mimi siamini, lakini wanaoamini wapo wanaamini. Lakini football kipita kwenye misingi yake, unakuja kugundua hicho kitu hakipo. Kwa sababu hebu angalia, tuseme Manchester juzi wamekosa kombe, wameroga. Tottenham wameroga sana, lakini hakuna, utakuta tu ni maandalizi. Sasa hivi Madrid imeanza kuyumba pamoja na hela, maana kutaka kuniambia mganga wao kachoka. Utaangalia ni strategy za mpira, vitu vya kubadilisha ni vya mpira, na wakibadilisha watarudi. Barcelona sasa hivi wamerudi kuwa bora baada ya kustruggle kutokana na kile kipindi cha kina Puyo, Pique, Xavi, Iniesta wanaondoka, hao wamedrop, kina Messi wameondoka, wamedrop, wameanza kutengeneza watu upya. Sasa hivi wamerudi, kuna kina Yamal, kina nana wengine ambao wanafanya vizuri. Kulikuwa kuna mganga pale. Sasa kwa nini sisi tutegemee mganga?
Na kama mnasemaga bana sijui Sumbawanga ni hatari sana, sijui mbona hawapo hao watu sawa kwenye huko Sumbawanga wenyewe hata timu hakuna, au sijui Bagamoyo, mbona Bagamoyo mna timu ya daraja la kwanza. Kwa hiyo hivi vitu vimekuwa ni vitu vya watu na imani tu za kuamini, na saa zingine ni miradi ya watu kujipatia fedha zao, lakini hayo mambo mimi siamini. Na wakati mwingine hata kusema hawa wametuingilia na nini, inaweza ni sababu za watu kutaka kuweka mazungumzo mengi tu, lakini kama nyinyi mnajiandaa mnaweza mkafanya mambo yenu. Kama kuna upande mwingine labda wanajipendekeza labda kwa Waarabu, sababu nimeona kajamaa kamoja wanasema sisi askari ka Zanzibar sio ka nini, kako busy na Waarabu, ni vitu vya hakuna, ni mambo tu ya hovyo, mambo ya kitoto. Hata yule kukaa pale unajionyesha huko na wale Waarabu ni tu vitu tu hovyo tu na kuonyesha udhaifu, si ndio? Lakini ni vitu ambavyo naweza nikasema Simba kama wana concentrate na wanataka kufanya mambo yao, hawapasi kuvurugwa na vitu kama hivyo. Wawekeze na wafocus kwenye kile wanachokitaka. Hivyo vitu vingine vyote vinakuwa ni hadithi, hauwezi kuzuiwa na mganga, wala hauwezi kuzuiwa na hako kama mtu kamoja ambacho kanapiga kelele, lakini unaweza ukazuiwa kama wewe utaanza kuconcentrate na yule kutoka kwenye kile ambacho unatakiwa kufocus. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.